katika kata ya Tumbi kuwafundisha wakina mama ujasiriamali kwa vitendo, utengenezaji wa batiki, lotion, sabuni na kadhalika. Lakini nimefanya hivyo kwa sababu ni ahadi yangu ambayo nilitoa wakati nimepita kwenye kata 14 kuwashukuru wanawake kwa kukipatia Chama cha Mapinduzi kura za kutosha, kwa Mheshimiwa Rais Samia Suluhu Hassan, kwa Mheshimiwa Mbunge Sylvester Koka, kwa Mheshimiwa madiwani wote wa kata na viti maalum. Kwa hiyo niliwashukuru sana wanawake, lakini nikawaambia kwa hivi mlichokifanya, mimi nitarudi tena kwenye kata niwaletee ujasiriamali huko na wafuata. Kwa hiyo na mimi nimejitolea, nimetafuta material, nimekuja kuwafundisha bure kwa kuwashukuru wanawake. Lakini si hivyo tu, najua UWT ni kumkomboa mwanamke na mtoto kifikra, mawazo na kiuchumi. Kwa hiyo hapa nimesimama kwa ajili ya kuwasaidia kina mama, lakini kwa kuangalia ile kauli mbiu ya Mheshimiwa Rais ambao yeye anawapenda wanawake, sio wanawake vijana na wenye ulemavu, na watu wote anawapenda kwa sababu yeye ni rais wa wote. Ameshafungua dirisha la mikopo na tunaona mikopo ipo katika manispaa yetu. Wakina mama wakiwa na mradi wa kufanya wanaruhusiwa kukopa. Kwa hiyo nimefika hapo, nimefanya hiyo kama ibada, lakini kama shukrani yangu kwa kukipatia Chama cha Mapinduzi kura za kutosha. Tunawaambia nini kina mama ambao wako nyuma sana kuchangamkia fursa kama hizi? Fursa hizi zinatolewa bure, lakini wao bado wanakuwa wabisha kujitokeza. Ninachoweza kuambia wanawake ambao wachangamkii fursa, nataka kuambia kwamba mwanamke kama mwanamke, ili uweze kuepukana na utegemezi, lakini pia uweze kuwa na afya ya kiakili, lazima uweze kuwa na kitu cha kufanya. Kuna wanawake wengine unapomwambia kwamba afanye jambo kama hili, anasema mimi na mume wangu, mimi ni mama wa kuolewa nyumbani. Mimi huwa nasema hivi, kuolewa ni wajibu lakini sio kazi. Lazima mama ujitume, kwa sababu wewe ni mkombozi katika familia, katika jamii. Umsaidie pia mume wako kwa habari ya kipato, kwa sababu najua hata katika uumbaji wa Mungu, yeye alipomuumba mwanaume akasema haipendezi, si vema huyu Adamu akae peke yake, nitamfanyizia msaidizi ambaye ni Hawa au Eva, ili amsaidie. Kwa sababu sisi wanawake ni wasaidizi, lazima tuhakikishe tuna kitu cha kufanya kuweza kuwasaidia waume zetu, jamii nayo tuzunguka, tujipatie kipato, sio ni wanawake tegemezi. Na lakini kitu kingine, wakina mama wale ambao wajaje hapa leo hii, kuna mikopo ambayo ni mikopo umiza. Mtakaa huko mnaumizwa na hiyo mikopo, lakini ukiwa na mradi wako, halmashauri hela zipo, manispaa. Lakini pia leo tulikuwa na benki ya Azania, wapo wamekuja kutoa elimu kwa ajili ya kuwasaidia wakina mama wa UWT, lakini na wanawake wajasiriamali na wakina mama ambao wanatuzunguka ili waweze kukopesheka. Wametoa elimu, wamefurahi sana wanawake, na mimi nasema UWT moto moto. Jina naitwa Asha Ismail Mloli, natokea kata ya Maili Moja katika mtaa Muheza, tawi la Msufini. Nimetokea tawi la Msufini nikiwa kama mwenyekiti wa jumuiya UWT katika tawi letu la Msufini, na nimekuja hapa katika mafunzo tuseme kwenye ujasiriamali. Ujasiriamali huu nimejifunza siku ya leo sabuni na batiki, tukiwa na mwenyekiti wetu wa UWT wa wilaya ambaye ni Mama Mgonja. Tumefundishwa batiki rangi mbalimbali, na nimetoka hapa najiamini kama mwanamama, naweza nilichokifundishwa leo nina uwezo wa kukifanya bila kupepesa macho wala nini. Kuanzia sasa nimetoka na ujuzi wangu na ninaweza nikaenda kupambana nikapata biashara ambayo ya kuisambaza na kuwasaidia na wengine, kuwafundisha. Aliyekuwa tayari, niko tayari na mimi kumpa elimu hii ya ujasiriamali, utengenezaji sabuni ambayo shampoo, sabuni ya kunawia mikono, sabuni ya kudekia chooni na kufulia.